makosa kunisimamisha hapa? Kwanza na muonekano wako na kiuno chako unaweza kuwa na nguvu za kiume kweli? Ha, sister. Mimi nitakushenyenda mpaka nifukue kizazi. Maneno mengi. Nguvu? Sasa ndo angenishenyenda vipi? Sasa ndo kushenyenda. Mtu mwenye kamoja tu kashazimia. Wacha niondoke zangu. Mtu mwenye hata hana hela. Sasa ndo nini? Karibu tena rafiki yangu. Inaonekana umechoka sana kupatafuta kwangu. Pole. Usijali, muhimu nimefika. Na hata nyumbani kwako sio pabaya sana. Nimepapenda. Maana kuna utulivu, hewa nzuri, japokuwa Kongo kuna joto, ila hapa uko poa. Asante, ila tuambiane ukweli. Kama kuna kitu ambacho unahitaji kutoka kwangu, maana kakaangu ashawahi kuniambia kwamba ukimuona mtu anahitaji urafiki na wewe, ujue huyo mtu kuna kitu ambacho anahitaji kutoka kwako. Unataka nini kwangu? Unaweza kaa huko sahi. Ila turudi nyuma kidogo. Umeniambia kaka yako ndo alikuwa anakuambia hivyo. Ndio, unadhani kwamba sina ndugu? Ninao ila hawapo karibu yangu. Ila nimewamisi. Sema tu hatima ndo zilitutenganisha. Natamani sana nikutanane na kakaangu na nimuombe msamaha. Sasa ndio hivyo. Babe, ulikuwa wapi siku zote hizi? Ina maana ndo umenisahau mazima? Ni ngumu sana kuanza kujielezea hadi unielewe. Ila kiukweli haunipendi. Ndio. Si ndio neno ambalo nataka kusema? Nikwambie kitu. Hebu acha hayo mawazo yako. Na pia usinifanye niamini hiyo kauli kwamba inatakiwa tuishi na wanawake kwa akili. Maana mimi sijaongea kitu. Tayari ushaanza kuongea vitu ambavyo hata sivifikiri. Pole sana. Inaonekana una uchungu wa kuwa mbali na ndugu yako. Ndio, ningekuwa na uwezo wa kurudisha muda nyuma basi ningerudisha ili niweze kuishi maisha ambayo kaka alivyotaka tuyaishi.
Vipi ukikutana naye? Unaweza kumuomba msamaha? Maana unavyoongea inaonekana kuna makosa ushawahi kumkosea. Natamani sana nikutanane na kakaangu na nimuombe msamaha. Ila kwa nini nakwambia maneno kama haya? Na kwa nini unataka kujua matatizo yangu? Marafiki wazuri ni wale ambao hawafichani kitu. Maana kuyajua matatizo yako sio vibaya. Huenda nikawa na uwezo wa kukusaidia. Sikuamini, maana kuuliza kwako inaonyesha kuwa umetumwa. Naomba ondoka, tutaongea siku nyingine. Ondoka please. Na una bahati. Bakia kidogo tu nikufuate huko mjini. Sema tu umeniwahi. Mara ya kwanza kukupenda uliongeaga hivyo hivyo kwamba ina bahati. Sasa nashangaa na leo umerudia hiyo hiyo kauli. Hebu niambie, nini maana yake? Sio kwa ubaya. Pia nasema hivi kwa sababu ni wewe mwanaume wangu wa kwanza kukupenda upendo wa kweli. Kabla ya yote, utanisamehe kuambia kitu ambacho nataka ukiongea. Maana ni kawaida watu wengi wamekuwa wakijisahau wanapoambia hizo kauli. Mimi sio mwanaume wako wa kwanza kunipenda. Kwa sababu mimi sio mwanaume ambaye nilitoaga bikra yako. Bali mwanaume wako wa kwanza ni yule ambaye ulimpaga mwili wako mara ya kwanza. Lakini upofu wa penzi umekuwa ukiwafunga watu wengi akili wanapoambiwa hizo kauli. Na sio tu kwenu ninyi wanawake, hata kwa wanaume ni hivyo hivyo. Babe, kwa nini nataka kuondoka? Ina maana nimeongea vibaya? Okay, pengine nimeongea vibaya. Ila kumbuka nilitanguliza samani. Ulikuwa wapi muda wote? Napigwa na mapenzi baby. Babe, I'm sorry. No sweet love, sweetheart, sweet love. Ndio hivyo. Unajua pesa ina mambo mengi. Ila kaka, hujaniweka wazi kuhusu ule mwambie amefika hapa na foka. Nilitaka kuingilia ila nimeona kafoka sana, nimeona Demu gani huyo Mwingereza? Zena? ya. Oh, Zena ipo. Namfahamu. Kivipi? Maana na ndugu yake nilikuwa naishi naye Kampala. Amenipa picha na namba yake, anasema nitafute ndugu zake. Ni watafute ndugu zao, maana walikuwa watatu. Mmoja Kampala, wawili wamebaki hapa. Tuone picha zao. Oh, nimemuona Zena. Lakini hao wawili siwafahamu. Ila kati hao wawili mmoja tayari amefariki. Mmoja amefariki. Lakini sikubahatika kufahamu jina la huyu mwingine ambaye anaishi Kampala. Anaitwa maskini. Yule anaitwa Vero. Vero? Yeah. Hebu tuone namba yake. Namba ninayo. Unajua mimi mzee wa mission bwana. Nilikuwa nakaa naye beach sana. Namba watu wa Kampala. Nitakusaidia kukufikizia namba yake kwa dada yake, si ndio? Maana amesema ni atafikia zake sana, amenisisitiza sana.
Jikaze basi, kunywa uji. Tangu umefika hapa kwangu una mwaka mmoja na wiki mbili, lakini hakuna mabadiliko yoyote. Uwanja yenyewe unaonekana anatishatisha, na tunafika sio mbali sana. Kosis, mpaka sasa sijapata majibu. Hivi uko tayari kurudi na mimi mjini kweli? Nilikwambia nipe muda niweze kufikiria kwanza, lakini naona mpaka sasa bado unakazana. Hebu niambie, hivi una malengo mazuri kwangu? Hayo ni mawazo yako, lakini mimi nilikuwa nataka kukusaidia. Kunisaidia? Kunisaidia kama nani? Kama ndugu yangu, au kama rafiki yangu, au kama mwanasheria wangu, au wewe ni mwanasheria wa kujitolea? Sikia nikwambie kitu, usinione kama mtu ambaye ana akili. Hebu niambie, una wadui gani na mtu ambaye ana kisasi naye? Na kwa nini usilipize kisasi kivyako? Hebu niambie, nini chanzo cha ugovi wako kwa huyo mtu hadi ulipize kisasi? Ulikuwa wapi muda wote? Napigwa na mapenzi baby, natamani muda usimame. Unajisaulisha kwamba chanjo ya vurugu yetu siku zote ni ujamaa. Ina maana kila kitu ambacho mimi nafanya juu yako, pesa, mapenzi, kyokyote nakupea, hauriziki mama. Unataka nini? Hivi Zena, wewe ni mwanamke wa aina gani? Baba, nimekunyamaza, nimekaa kimya. Sio kwamba sina neno la kuongea, na kuheshimu tu. Acha nikueleweshe. Kwenye hii dunia ya sasa, ukitaka mahusiano yako au ndoa yako idumu, basi kaa mbali na simu ya mwenzio. Simu? Sababu nakupenda na ndio inasababisha mimi nikuangalie, ni kwa usalama wako. Kama naangalia simu yako ni kwa sababu na mtu ambaye mimi napenda asiingie matatizoni. Sawa? Sasa nisikilize. Hiyo tabia ambayo unayo na ndio inafanya kwenye mtaa wasichana wengi, wanawake wengi, kila mtoto ana baba yake. Kuna wanawake wengi wako nyumbani kwao walikuwa na tabia kama yako ya umalaya, lakini leo wamejistiri. Sawa? Ni kwako kuchagua. Unanipenda mimi ama yule jamaa? Ni kweli unanipenda, na mimi nakubali nakupenda. Nakupenda tu, sio kwamba sikupendi. Ila ukitaka haya mahusiano yetu ifike mbali au idumu, basi fanya kama nilivyokuambia. Hivyo tu. Na chanzo ya kisasi changu ni mapenzi. Maana yule mtu alinichukulia kama mtu ambaye nampenda sana. Oh. Kumbe malando chanzo cha ugovi wenu. Mji wa Zambi, mji wa Zambi, mji wa Zambi, mji wa
Unajua nilikuwa nakuona kama mwanaume wa nguvu, mwenye akili. Kumbe nilikuwa naongea na mtu ambaye ana kajini mahaba. Please, don't diss me, bro. Kumbe hata Kiingereza unakijua. Unajua nilikuwa nakuona kama mtu ambaye umeoa una mke. Kumbe bado huna. Hebu niambie, ulikuwa umemwoa? Hapana. Nilikuwa sijamuoa bado, lakini nilikuwa kwenye harakati ya kumtolea posa. Na baada ya kutambua hiki alichonifanyia, nikagundua kwamba nilifanya chaguo mbaya. Ijapokuwa nilikuwa nadhani nimefanya chaguo nzuri. Sikia nikwambie kitu. Kwenye kumtafuta mke, inatakiwa kuweka makini sana, ili usije kuangukia pabaya. Hebu kwa jaribu kunielewesha, maana sikuelewi. Sikia, kuoa ni kama kuchagua parachichi gengeni. Unabonyeza 9, unanunua 1. Sasa wewe jifanye mtakatifu sana, alafu usigonge. Uone kama hujakutana na mbichi. Mchana mwema. Babu, rafiki yangu ana tangu nifike hapa na kuona uko busy sana na simu. Suzi, kuna kitu kinakusumbua? Hapana, kuna namba fulani na cheki, sijui nimeifuta. Ila mimi kuna kitu kinanichanganya sana. Leo asubuhi wakati naingia chumbani kwangu, nilikuta kila kitu kimesambaa chini. Alafu nilihisi kulikuwa na mtu. Kwa upande wangu leo sijaingia chumbani mwako. Labda atakuwa happy. Yes. Kwani atakuwa yuko wapi? Mbona sijamuona? Amekuwa hapa, ila sijui kama amepitia upande gani. Ila atakuwa yuko karibu tu. Nimekusikiliza vizuri. Sababu maisha yako ipo kwenye hatari. Yule ambaye mnamuita Zena ameshachukua tayari nyota yako. Nimepeleka kwenye mto wa moto unaopatikana Masambo. Tena mto wa moto kabisa. Usijali, huyo ni mtoto mdogo. Nitatatua matatizo yenu. Subiri kidogo. Chukua hii. Chukua. Shika hii. Hapo zungumza chochote unachokitaka. Zungumza chochote unachokitaka. Hapo kumbuki kuwa hapa unaongea na mizimu.
Happy, nakuja mbele yenu misimu kuomba msaada kutoka kwenu. Napenda umfanyie Zena kitu ambacho kitamzuia asiwe tena na power zaidi yangu. Yaani niwe maarufu kuliko wote. Muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi. Uko sawa? Nini? Dazena nini? Dada nini? Dada Zena, jamani usinifanyie hivi. Dada Zena. Naweza mkaondoka. Wanajali! Chamajani kwa kizenu! Vitekele kaume! Vitekele kaume! Kaume kakule! Tamaa inaleta dhambi, dhambi yaleta mauti, japo kipato ni kidogo. Ndugu yangu fikiria sana, tamaa itakutuma vibaya, na kusihi urizike na chako, kwenda mbele sio kufika utakapo. Kaa kwanza upya uchunguze maisha yako. Muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi. The House of Congo movie. Muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi.